Naam, msikilizaji wa Gray Simulizi, karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu hii ya Gwaride la Mwisho, na hii ikiwa ni sehemu ya pili ya simulizi yetu hii. Karibu, utakuwa nami Gray Simulizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment ili kwa wa kwanza kupata simulizi zetu kutokea hapa Gray Simulizi. Usiku ulitanda taratibu juu ya kijiji cha Mlimani Kaskazini. Mwezi ulitoa mwanga hafifu uliopenya katikati ya miti mikubwa, huku upepo mwanana ukipeperusha majani yaliyokauka. Lakini kwa Baraka, usingizi haukuwa na nafasi hata kidogo. Taswira ya Captain Casey akipiga saluti mbele ya watu ambao hawakuwepo ilimzunguka kila alipofumbua macho. Nitawarudisha nyumbani wote. Maneno hayo yalikuwa yakijirudia akilini mwake. Asubuhi ilipowadia, Baraka hakwenda shambani kama kawaida yake. Badala yake alielekea nyumbani kwa Captain Casey. Nyumba hiyo iliyokuwa ndogo, imejengwa kwa matofali mekundu yaliyofifia kwa miaka. Ua lake lilikuwa safi sana, kana kwamba mwenye nyumba alihakikisha kila kitu kiko katika mpangilio wa kijeshi. Captain alikuwa ameketi kwenye kiti cha mbao nje ya nyumba yake, akifuta viatu vyake vya kijeshi kwa kitambaa cheupe. Alipomwona Baraka alisimama ghafla, akapiga saluti. "Askari, mbona umechelewa kwenye mkusanyiko wa asubuhi?" Baraka hakumrekebisha, alijibu kwa heshima, "Samahani Captain." Mzee huyo alitabasamu kwa mara ya kwanza. "Hakuna shida, jambo muhimu ni kufika." Baraka aliketi pembeni yake. Kwa dakika kadhaa alikaa kimya. Kisha kapteni alianza kuzungumza bila kuulizwa. "Unajua, mwanajeshi halisi huwa halii mbele ya watu." Alitulia kimya. "Lakini huwa analia peke yake usiku." Baraka alimtazama kwa makini. Kulia na maumivu makubwa yaliyofichwa ndani ya maneno yale. Wakati huo huo, upande mwingine wa kijiji, vijana kadhaa walikuwa wamekusanyika chini ya mti mkubwa. Yule mzee amechanganyikiwa kabisa, mmoja alisema huku akicheka. "Leo nimemwona akizungumza na huku akidhani ni askari." Kicheko kikazuka, lakini Babu Msuya aliyekuwa amekaa karibu nao aliwasikia. Aliinuka taratibu. "Mnacheka nini?" Vijana wakanyamaza. "Mnacheka mtu ambaye aliwahi kuweka maisha yake rehani ili nyinyi muwe huru leo?" Hakuna aliyejibu. "Siku mtakapojua alichokifanya, mtajionea aibu kwa kila kicheko mlichowahi kumcheka." Baada ya kusema hayo, babu huyo aliondoka akiwaacha vijana wakiwa kimya. Siku zikaanza kupita. Baraka alizoea kumtembelea kapteni kila siku. Wakati mwingine walikaa kimya kwa saa zima. Wakati mwingine kapteni alimsimulia Baraka mambo yasiyoeleweka. Kanali alisema tusivuke mto, lakini nilivuka, nililazimika. Halafu alinyamaza. Baraka aligundua jambo moja. Kapteni hakutambua alikula nini jana, lakini alikumbuka kwa undani matukio yaliyotokea zaidi ya miaka 30 iliyopita. Siku moja Baraka alimsaidia kapteni kusafisha nyumba. Ndani kulikuwa na vitu vya zamani vya kijeshi, ramani zilizochanika, kofia za kijeshi, picha za askari, na ukutani kuling'ang'ania picha moja kubwa. Ilikuwa picha ya kikosi cha wanajeshi zaidi ya 20. Nyuma ya picha hiyo kulikuwa na maandishi yaliyofifia, Operation Tumaini, hatutarudi wote.
Baraka alisoma maneno yale mara mbili, hatutarudi wote. Mwili wake ulisisimka. Alihisi kwamba hapo ndipo siri ilipoanzia. Wakati wakisafisha chumba cha ndani, kapteni alisimama ghafla mbele ya kabati la zamani. Uso wake ukabadilika. "Usiliguse," alisema kwa sauti kali. Baraka akashtuka. "Ndani kuna askari wangu," kapteni alisema huku akitetemeka. "Wamelala." Baada ya sekunde chache uso wake ulilegea tena, kana kwamba hakumbuki alichosema. Baraka alitazama kabati lile kwa makini sana. Lilikuwa limefungwa kwa kufuli ya zamani iliyoshika kutu. Jioni hiyo kapteni alipitiwa na usingizi akiwa amekaa nje. Baraka alikuwa akifunga madirisha. Ghafla upepo mkali ulivuma. Kabati lile lilitingishika. Kufuli iliyokuwa imechakaa ikaanguka chini kwa kishindo. Mlango ukafunguka polepole. Ndani yake kulikuwa na sanduku kubwa la kijeshi lililopakwa rangi ya kijani iliyofifia. Juu yake kulikuwa na maandishi, "Mali binafsi, Kapteni Kesi." Baraka alisoma taratibu. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa nguvu sana. Alifungua sanduku hilo. Ndani kulikuwa na sare nyingine ya kijeshi iliyokunjwa kwa umakini. Kulikuwa na medali nyingi zaidi kuliko walizowahi kuona. Kulikuwa na ramani zilizochorwa kwa mkono. Kulikuwa na picha za askari waliokuwa wakitabasamu. Na chini kabisa kulikuwa na shajara nene yenye jarida jeusi. Juu yake ilikuwa imeandikwa kwa herufi kubwa, "Ukweli wa Operation Tumaini." Mikono ya Baraka ilianza kutetemeka. Alipofungua kurasa za mwanzo, macho yake yakatua kwenye sentensi iliyoandikwa kwa wino mweusi, "Kama unasoma shajara hii, ina maana ama imekufa au nimewasahau watu wote niliowahi kuwapenda." Baraka alimeza mate kwa shida. Aliendelea kusoma, lakini kabla hajafika ukurasa wa pili, sauti nzito ikasikika nyuma yake, "Rudisha hapo." Baraka aligeuka kwa haraka. Kapteni Kesi alikuwa amesimama mlangoni. Hakutabasamu. Macho yake yalikuwa makali kama ya mwanajeshi aliye vitani. "Baadhi ya kumbukumbu," alisema kwa sauti ya huzuni, "hazipaswi kufufuliwa." Baraka alihisi baridi kali ikipita mgongoni, lakini ndani yake alijua jambo moja. Sanduku lile lilikuwa limeficha historia ambazo ingeweza kubadilisha kila kitu alichokiamini kuhusu Kapteni Kesi. Na huo ulikuwa mwanzo tu wa siri ya Operation Tumaini. Msikilizaji wa Gray Simulizi, hiyo ilikuwa ni sehemu ya pili ya simulizi yetu hii ya Gwaride la Mwisho. Nikuombe usiache kufuatilia sehemu ya tatu ya simulizi hii ili kujua siri zilizokuwa kwenye Operation ya Tumaini. Ulikuwa nami Gray Simulizi. Nikuombe usiache kusubscribe, like na kucomment ili kuwa wa kwanza kupata simulizi zetu kutokea hapa Gray Simulizi, nyumba ya burudani.